Tumpongeze sana dada yetu Upendo kwa hiki ambacho amekifanya. Ndani yake kuna fundisho moja kubwa sana. Uhitaji kuwa na maguvu mengi, uhitaji kuwa wa kipekee sana huweza kuwa na watu kwenye maisha yako siku zote. Kwenye maisha yako siku zote kuna mitaji mikubwa ya aina mbili. Mtaji mkubwa kuliko yote ni mtaji wa kijamii. Nani anakuzunguka wakati gani? Nani atakukimbilia wakati gani? Hakikisha siku zote unaukuza mtaji wako wa kijamii. Ni mtaji mkubwa kuliko mtaji wa fedha. Hauwezi kukuacha mpweke, hauwezi kukuacha mwenyewe. Na leo dada yetu amethibitisha hilo, kwa sababu wote mmemkimbilia yeye na mmeungana naye. Jambo la pili, bahati nzuri, bahati mbaya, mimi sio mchungaji, ni Mkatoliki, nimebatizwa kwenye Ukatoliki, lakini sio mwendaji kanisani kivile, ila angalau kuna mambo matatu kama mwanadamu unapaswa kuyafanya bila kubadilisha utaratibu ambao nitautaja hapa. Endapo utayafanya vice versa, ukianzia chini kwenda juu, hautafanikiwa. Mwenyezi Mungu anahitaji vitu vitatu vikubwa. Vitu vitatu vikubwa. Kitu cha kwanza, anahitaji umsifu. Naomba turudie, anahitaji kumsifu. Kitu cha pili, Mwenyezi Mungu anahitaji umshukuru. Umsifu, umshukuru. Na kitu cha tatu, umuombe. Bahati mbaya huwa tunaanziaga chini. Unaamka saa 9 usiku, unagaragara, unaanza kuomba, Mungu niongezee mshahara, Mungu nipatie mume, Mungu nipatie mtoto, Mungu asaidie watoto wangu, Mungu fanya hivi. Anza kwa kumsifu. Anza kwa kumsifu. Cha pili, mshukuru kwa kila jambo, kwa furaha yako, kwa huzuni yako, kwa taabu zako, kwa mapito yako, mshukuru. Ukishamaliza muombe. Mungu wetu ni wa rehema na neema, atakubariki, atakupatia maombi yako. Bwana Yesu asifiwe.